Bwana Mohamed Damaro Kamara amekuwa ni mjadala kwa mara nyingine tena kuhusu swala la uhalali wa uraia wake, kitu ambacho kimefanya kuletewa madai na klabu ya Simba kwenda kwenye shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kwa ajili ya kujaribu kupata utatuzi wa hili jambo ambalo wao waliliona kama ni changamoto mwisho wa siku. Sasa mwezi mmoja uliopita mimi kwenye jukwaa langu hapa nilishawahi kuja na video ambayo ilikuwa inaeleza kuhusu uhalali wa uraia ambao anaushikilia Mohamed Damaro Kamara kama Mtanzania. Sasa kwenye ile video niliishia tu kutaja sehemu lakini pia na sura maalum ambazo zilikuwa kwenye Tanzania Citizenship Act ambayo imefanyiwa revision mwaka 2023. Sikwenda deep zaidi, yani niliishia tu kutaja sehemu ya ngapi na ya ngapi ambayo ilikuwa inampa uhalali Mohamed Damaro Kamara, lakini pia niliishia kutaja sura gani ambayo inahitimisha uhalali wa Mohamed Damaro. Sasa basi, kupitia jukwaa langu na kwa kupitia video hii nataka niende ndani zaidi kwenye Tanzania Citizenship Act, lakini pia kwenye ile sehemu na sura ambazo nilizitaja mwezi mmoja uliopita, niende kwa undani zaidi kukuelezea kwa kina ni uhalali kwa kiasi gani umefanikisha Mohamed Damaro Kamara awe ni Mtanzania na Young Africans waweze kushinda kesi kirahisi ukiniuliza, kwa sababu Young Africans hawakuwa na mwakilishi wowote wakati kesi inapelekwa kwenye shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF. Hakukuwa na kiongozi, sio Damaro mwenyewe, sio wakala wake, sio wakili wake, hakukuwa na mtu yoyote, sio wakili wa Yanga, hakukuwa na kiongozi wala mtu yoyote kutoka kwenye klabu ya Young Africans, na kesi hiyo wakafanikiwa kuishinda mwisho wa siku. Sasa basi, hivi ndivyo walivyofanikiwa kuishinda. Niliwahi kuzungumzia sehemu ya 9 na ya 13 ya Tanzania Citizenship Act kama ndo sehemu ambazo zinazungumzia uraia wa kuidhinishwa ambao ndio uraia wa Mohamed Damaro Kamara. Sehemu ni 357. Sehemu ya 9 na 23, sura ya 357. Sasa basi, sehemu ya 9 inazungumzia naturalization of non-Tanzanian. Sehemu ya 9 na 23 zote zinaelezea kuhusu naturalization of non-Tanzanian, kuidhinishwa kwa uraia kwa mtu asiyekuwa Mtanzania. Sehemu ya 9 inasema hivi: sharti la huyu mtu anayeidhinishwa kuwa raia wa Tanzania kwa kuidhinishwa awe ameishi Tanzania kwa muda wa miaka 7 mpaka 10. Sasa basi, bila kupepesa macho na bila mimi kurefusha maelezo mengi ili nisikuchanganye pia, Mohamed Damaro Kamara haanguki hapo. Ina maana kisheria yeye hapo haqualify kwa sababu hajaishi kwenye hii nchi kwa miaka 7 mpaka 10. Mahala ambako Mohamed Damaro Kamara anakwenda kuqualify bila wasiwasi wowote ni kwenye sehemu ya 23. Nilikwambia kuna sehemu mbili, sehemu ya 9 na sehemu ya 23. Sehemu ya 9 haingii Damaro. Damaro anakuja kuingia sehemu ya 23. Sehemu ya 23 inasemaje? Sehemu ya 23 inasema hivi: waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka mkwaju nguvu ya kutoa uraia kwa watu wenye mchango mkubwa kijamii na kiuchumi. Waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka ya kuidhinisha uraia kwa mtu ambaye anaonekana ana mchango mkubwa wa kijamii ama wa kiuchumi katika nchi, maanake tunakusudia Tanzania. Wacheza soka wanatambulika kama watu wenye thamani kubwa wanaoboresha ligi yetu na hata timu ya taifa pia. Timu ya taifa vipi? Yaani kuwepo kwao kwa wingi kunawapandishia pia daraja hata wachezaji wa kizawa wanapokuwa wanachanganyika na wale wa kigeni. Hivyo, kwa kutumia sehemu hiyo ya 23, serikali inaruka kile kiunzi au hitaji la kuishi nchini kwa miaka 7 ambalo linapatikana kwenye sehemu ya 9. Kutokana na mchango wao kama professionals. Yaani serikali inakuwa ina nguvu ya kuruka kile kiunzi cha ile miaka 7 au 10 ya kuwa ni mkazi wa Tanzania, kwa sababu mcheza soka anatambulika kama ni mtu mwenye kitu special. Yaani wacheza soka ni watu ambao ni tofauti na raia wa kawaida. Wao wanatambulika kama ni watu ambao wana mchango mkubwa kiuchumi, lakini pia mchango mkubwa kijamii mwisho wa siku. Hivyo basi, Kamara mwisho wa siku anapata uraia wake kwa utaratibu huo. Hiyo ina maana gani? Hiyo ina maana kwamba kwa sababu Tanzania hairuhusu uraia pacha,
Mohamed Damaro Kamara anaukana ule uraia wake wa Guinea na anapewa cheti cha uraia wa kuidhinishwa ambacho ndio Yanga wamekitumia ama wamekituma kwenda TFF na kushinda madai ya Simba. Ina maana Yanga hawakuwa na mwakilishi wowote wakati Simba wanapeleka wakili wao, lakini walikuwa wanaweza kutuma cheti cha Mohamed Damaro Kamara ambacho ni cheti cha kupewa uraia wake kwa kuidhinishwa ambacho amepewa na waziri wa mambo ya ndani, kimetumwa kwenda TFF. TFF wanakireview, mwisho wa siku wakili wa Simba anakuja pale, kesi inakuwa imekwisha kabla hata haijaanza. Mwisho wa siku, sababu za madai ya Simba kutupiliwa mbali ni hapo. Sababu ya kwanza na ya msingi zaidi, TFF haiwezi kuyavuka override maamuzi ya nchi huru, sovereign state. Serikali ilishaamua, waziri wa mambo ya ndani ashasema huyu ni raia. TFF haina mamlaka wala haina nguvu mwisho wa siku ya kusema kitu tofauti na hicho. Kwa hiyo TFF mwisho wa siku wao wanapokea maelekezo ya kiserikali kuhusu swala la Mohamed Damaro Kamara ambalo linatoka moja kwa moja kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani ambaye kwa nafasi yake ana nguvu ya kutoa uraia kwa watu ambao wana mchango mkubwa kijamii na kiuchumi kwa mujibu wa sehemu ya 23 ya Tanzania Citizenship Act. Sasa basi, Mohamed Damaro Kamara hajawahi kuichezea timu ya taifa ya Guinea ya wakubwa. Kuna mtu anaweza akawa anajiuliza, sasa kwa hoja hiyo, kwa nini mpaka leo haitwi katika kikosi cha timu ya taifa kama ni raia wa Tanzania? Maanake hapa nishaeka bayana kile ambacho kinahalalisha uraia wake. Nimeshaeleza mpaka sasa hivi. Kuhusu swala la kucheza katika kikosi cha timu ya taifa, kuna kitu kinaitwa FIFA eligibility rules. Mohamed Damaro ameidhinishwa kisheria na serikali kama ni raia wa Tanzania, lakini FIFA nao wana sheria zao za kumpitisha mchezaji. Mohamed Damaro Kamara hana mizizi ya Kitanzania, ni raia wa kuidhinishwa. Ukoo wake na damu yake ambayo imemtangulia, hakuna ambaye ana damu ya Kitanzania, iko hivyo. Yule ni mtu wa Guinea moja kwa moja. Sasa basi, kwa kuwa ni hivyo, sheria inaeleza kwamba ama kwa mujibu wa FIFA eligibility rules, huyu mchezaji inabidi aishi kwenye nchi ambayo anacheza na nchi ambayo imempa uraia kwa muda wa miaka 5 kabla hajakuwa na nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kwa maana hiyo, Mohamed Damaro Kamara ametua nchi hii Julai mwaka 2024. Ina maana kisheria kwa mujibu wa FIFA eligibility rules, unless kitokea kitu kingine chochote ambacho mimi sijakitambua mpaka wakati huu, Mohamed Damaro kwa mujibu wa FIFA atakuwa na nafasi ya kuichezea national team ya Tanzania mwaka 2029. Ni raia wa kuidhinishwa, anatambulika na Jamhuri ya Muungano, ameidhinishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani na amepewa cheti kama raia wa kuidhinishwa cha Tanzania. Lakini kwa mujibu wa sheria za FIFA, kwa sababu huyu ni raia wa kuidhinishwa, hana damu ya waliomtangulia ambayo inatokea Tanzania, itabidi akae kwa muda wa miaka 5, kisha atakuwa na nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha wakubwa cha timu ya taifa ya nchi ambayo amechukua uraia ambayo ni Tanzania, na hapo unazungumzia mwaka 2029. Kwa hiyo huo ndio mchakato, hiyo ndio breakdown, ndio vunja ya namna halisi A to Z ya namna ambavyo kisheria Mohamed Damaro Kamara ameidhinishwa kihalali kama raia wa Tanzania kwa uraia wa kuidhinishwa bila ya mashaka yoyote.